kuhudhuria kwenye kikao hiki cha kumwombea kiongozi wetu mkuu wa nchi, hasa na nchi yetu kwa ujumla, tukiongozwa na wajumbe wa Baraza la Ulama na mashekhe mbalimbali, na kivuli cha mwenyewe kipo, nadhani muda si mrefu ataingia Mheshimiwa Mufti. Nimeamriwa nisimame walau kwa dakika chache niseme kidogo kwenye jambo hili, lakini mimi awali ni mpongeze ndugu yangu na uongozi mzima wa msikiti huu wa Mtoro, Sheikh Abbas ibn Sheikh Ramadhani Abbas, pamoja na uongozi mzima walioratibu jambo hili, na naamini litakuwa ni jambo endelevu kwenye nchi yetu, kuwa na tabia ya kumwombea kiongozi na nchi yetu, badala ya kufikiria tulikotoka. Baadhi yetu tulikuwa mara kwa mara tukiapiza nchi yetu, kama ambavyo baadhi yetu walikuwa wakiwaapiza viongozi. Mara moja nilisema maneno ya watu wa tarbia, wa kaifa yastaqimu dhillu wal udu awaju. Ni jambo haliwezekani kivuli cha mti kikanyooka hali ya kuwa mti husika unaotoa kivuli hicho ukiwa umepinda pinda. Akiharibikiwa kiongozi, tumeharibikiwa sote, kwa sababu sisi ndiyo tuko nyuma yake. Jadir mara kwa mara, kwa siri na kwa dhahiri, tujenge utamaduni wa kuwaombea viongozi wetu na nchi yetu, viongozi wa dini na viongozi wa serikali, na hasa tukizingatia wao hawajajiumba, bali wao wameumbwa, ni wanadamu. Wal kamalul mutlaqu lillahi wahda. Kwa nini tusiwaombee? Tunakumbuka sisi walimu wa madrasa, hotuba ya Amirul Mu'minin Abdullah ibn Uthman radhiyallahu anhu, maarufu Abu Bakr as-Siddiq, mara baada ya kukabidhiwa uongozi. Ndani ya maneno yake alisema, hakika mimi nimetawadha kwenu kuwa ni kiongozi wenu, lakini haimaanishi kwamba mimi ni bora zaidi kulikoni ninyi nyote, naweza zaidi kulikoni ninyi nyote. Ni mpango wa Mungu. Hivi basi nisaidieni katika jukumu nililobebeshwa. Yule ambaye moja kwa moja alihitimu katika chuo kikuu cha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ikiwa yeye anaamini hana ubora huo, fi hali gani sisi wa watu wa zama za mwisho? Maana yake ni kwamba sisi itakuwa tuna mapungufu zaidi, tunahitaji sana msaada. Narudia, na upongeza uongozi wote wa msikiti huu wa Mtoro kwa fikra hizi za kumwombea Mheshimiwa Rais na nchi yetu kwa ujumla. Nchi haiko sawa na hakuna wa kuiweka sawa isipokuwa wananchi. Wananchi wanaoishi katika nchi hii wanaliona zuri liko wapi, lakini kila mmoja anatakiwa afikirie
nini mchango wake katika kuliweka sawa sawa hilo ambalo yeye analiona haliendi sawa, likiwa ndani ya uwezo wake, na hiyo itakuwa inaashiria mapenzi yake kwenye nchi yake. Wa hubbul watani min al-iman, mtu kupenda kwao ni sehemu ya ukamilifu wa imani. Hata kama wewe ni Mmakonde, lakini penda kwenu. Tokea umekuja Dar es Salaam mwaka 80 kwenu hujaenda, kwani umefanya nini kwenu? Umekuwa wewe ni Muhaya kama kaka yangu Swedi, nenda kwenu. Wewe ni Msaramo, Msanga, ushakwenda. Hubbul watani min al-iman. Lakini tukikusanya wote mpaka na sisi Wandengereko, watu wa Rufiji, tukaenda kwao, Tanzania ni yetu sote, twaipenda. Na kama twaipenda Tanzania, nini mchango wetu kuhakikisha Tanzania inakuwa bora? Mara moja niliwahi kusema mahala, wadogo zetu, watoto zetu, wapwa zetu wamekuwa na kasi kubwa na hamasa ya kutoka Tanzania kwenda South Africa, Botswana, wakiamini kule kuna nafasi kubwa ya kukwamuka kiuchumi. Tayib, maneno ya watu wa mantiki, indahu laisa ma yanfailu falkullu yufal. Hakuna kilichojifanya chenyewe, kila unachokiona kimefanywa. Hiyo South Africa inayoonekana ina maendeleo mazuri, hivi imetokea tu kama uyoga? Nini kinachosababisha sisi tusijenge Tanzania yetu, badala ya wadogo zetu, wapwa zetu kukimbilia South Africa, Angola na Botswana, wakabaki Tanzania na wakaenjoy, wakajifaharisha na Tanzania yao? Waweza ukakaa ukakurupuka ukasema viongozi wa serikali wanaiharibu nchi. Dhaif linafrid, hivyo unavyotaka tufanye kuwa ni sawa, wewe mchango wako nini? Basi inakushindeni hata dua ya kuiombea nchi yenu, nchi itatengemaa. Hivi umma huu uliojazana hapa ukashiriki kuiombea nchi na rais wake na viongozi wake kwa ujumla, mara kwa mara tukafanya hivi, itakuwa sisi tuna makosa gani Allah asitupokelee dua zetu? Tukadumu na hali ya kuiombea nchi yetu, tukatoka kwenye mshahara wa 130,000 mambo yakanyoka, mshahara ukapanda 150,000 ndio mshahara. Kuna watu wanakaa kwenye nyumba kodi 200,000, unamuuliza hizi unatoa wapi? Tuitoe Tanzania kutoka katika nchi ya mipango iwe ni nchi ya kuenjoy. Watu wengi, asilimia 80 ya Watanzania wanaishi kwa mipango zaidi, maisha yao sio rasmi. Lakini tunaiombea nchi yetu ikabarikiwa kuanzia kwenye ardhi tunapolima, mito yetu, visima vyetu, bahari yetu, kila nyanja Allah akabariki. Matokeo yake Allah akaja akabariki mpaka vizazi vyetu. Narudia kwa mara ya tatu ipate kuwa witri, Sheikh Abbas na uongozi mzima wa Mtoro, na kupongezeni sana sana sana. Ikiwa Allah Rabbul Izzati wal Jalal ametoa oda, wataawanu ala albirri wattaqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan, bainahuma khususun wa umumun. Allah anatutaka yawe ndiyo maisha yetu, kusaidiana, kila lililo jema, kila lililo zuri, tusaidiane, tushikane. Wakati unalalamika shekhe wako wa wilaya anakwenda hovyo, wewe umemsaidia nini shekhe wa wilaya huyo? Wakati unalalamika shekhe wa mkoa, sijui wajumbe wa baraza la ulama, wewe umesaidia nini katika hao? Hicho unachokiona sicho, wakaenda. Basi yote ya kushinde, sio ushauri, sio hata dua kuwaombea. Tanzania ni yetu, na nathubutu niwaambie, moja katika nchi tamu duniani, sio Afrika, moja katika nchi tamu duniani ni Tanzania. Niliwahi kusema mahala fulani, hata viongozi wake, ukimuona kiongozi katili,
hana huruma. Hebu fuatilia Mtanzania huyo. Moja katika sifa ya Watanzania, huruma na upendo. Rais wewe, vita, mwendo, mdundo, hebu tutafute. Wallahi ukimfuatilia utakuta ana chembe chembe, sio wetu. Tanzania tamu. Tanzania hasa wasoma maulidi wanarudi maulidini saa 7 saa 8, na wachache wenye magari anadunda mpaka kwake. Tanzania tamu, na hapo hatujajitolea mara kwa mara kuiombea dua. Tukiiombea dua itakuwaje hiyo raha? Unarudi inakuwa tamu zaidi, unarudi muda unaotaka, hakuna cha kukusumbua. Ugomvi wako utakuwa wewe na mbu, wewe na kunguni waliojazana nyumbani kwako, na sio matatizo mengine. Moja katika maneno alipata kuyasema Imamu Ahmad bin Hanbal, alisema lau kana liya da'watun mustajabatun la da'awtu bis-sultan. Ibn Iyadh naye akasema lau anna liya da'watan mustajaba ma ja'altuha illa bis-sultan. Laiti ningepewa tunu na Allah ya kuomba dua na ikawa yapokelewa haraka, basi dua hiyo nisingeipeleka mara moja isipokuwa kwa kiongozi. Imamu min al-a'immati al-qudama al-kibar Ahmad bin Hanbal anatamani kuwaombea viongozi. Kupinda kwa viongozi ndiyo kupinda kwa raia, kupinda kwa viongozi ndiyo kupinda kwa nchi, kuharibikiwa kwa viongozi ndiyo kuharibikiwa kwa taifa letu. Nisiwachoshe. Wataawanu ala albirri wattaqwa, hebu tusaidiane. Yule unayeona una uwezo wa kumsaidia akili, msaidie akili, kwa maana ushauri. Unayeona una uwezo wa kumsaidia elimu, msaidie elimu. Unayeona unaweza kumsaidia mali, msaidie mali. Unayeona unaweza kumsaidia mwisho kabisa, msaidie dua. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipata kusema, man asda ilaykum ma'rufan fakafiuhu fa in lam tajidu ma tukafiunahu fad'u la. Yeyote ambaye kawakunjulia, kawapeni, kawafanyieni lililo zuri, huyo mlipeni. Hakuna mambo ya bure. Na ndio maana wanawaambia nyinyi wenye madrasa huko, walipeni walimu, acheni udarueshi, inshallah ikai kwenye chungu. Hakuna jambo jema kama kufundisha watoto Qur'ani. Wapewe mshahara. Kama mnahakikisha hamuna, ni second option, mpaka muhakikishe ya kwanza hamna mshahara, ndio mnahamia kwenye dua. Watanzania kwa sababu ni watu wa msereleko wa bure, kila siku tunakimbilia kwenye hatua ya pili ya dua. Yani kila unaomba inshallah Allah akulipe, kwanza fedha tulipane. Kama huna pesa ndio unahamia kwenye second option, ndio unaomba dua. Fa illam tajidu, umeona hiyo fa illam tajidu ma tukafiunahu, kama hamuna cha kuwalipa mshahara waliokufanyia mema, basi mwisho tena fadhula. Rais wetu anatengeneza amani, anapambana kwenye maendeleo ya nchi yetu, anapambana kuhakikisha mambo ya tiba, anapambana kwenye mambo ya nishati. Mnajua watu wengi wanarudi nyuma kiuchumi, na huu nao ni ujumbe viongozi wa serikali watusaidie. Kila siku watu wanarudi kwenye uchumi kupitia nishati. Umeme unakatika mara 1000 kwa siku, friji zinaungua, vyakula vinaharibika. Lakini rais anapambana kama hili, anafaulu vipi kama hatujamuombea? Wadhani ukimuondoa katika binadamu Bwana Mtume Muhammad aliyetufanyia jema, hakuna kama mtume. Baada ya hapo kwenye nchi yako, nani kama sio rais wako? Nani kama sio shekhe wako aliyekufundisha dini hii ukajua na kuswali? Tuwaombeni dua viongozi wetu wa nchi, tuwaombeni dua viongozi wetu wa dini, lakini tuiombee dua ardhi yetu iendelee kuwa na baraka. Ardhi yetu iliyokuwa ikilimwa mpunga unavuna vizuri inapungua. Hatuombi dua, tumebaki kuiapiza kila kitu laanatullah. Tunaamini ndio dini, kila kitu laanatullah. Yani mtu uko kwenye membali, kuna watu huko anawaamrisha kutoa lana. Tulikosea, naamini tulikosea, na watu wa sheria wapo, wana kanuni, wanasema arrujuu ila alhaqi fadila, kurudi katika mstari wa sawa ni jambo bora. Badala ya kuiapiza nchi yetu,
turudini tujenge utamaduni wa kuiombea nchi yetu. Hadha wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.